Karibu katika Shuhuda za Kweli, na leo tunaendelea na ushuhuda wa Moses Lushiku sehemu ya 6, ambayo tutaelezea mbinu za shetani dhidi ya Kristo kufunuliwa kwenye mbingu ya pili. Mimi msimuliaji wako Veronica Moshi nikusihi uendelee kusubscribe katika channel ya Shuhuda za Kweli ili tunapoweka shuhuda uwe wa kwanza kuzipata. Hebu nitoe maelezo mafupi kuhusu wito wangu kutoka kwa Bwana. Ilinitokea siku moja nikiwa nimejilaza kwenye nyumba yangu, ghafla nguvu zilinichukua. Kwa sababu hiyo roho yangu ilitoka nje. Ya mwili wangu na nikapelekwa angani. Nilipofika kule kwenye anga hewa nilimuona Bwana Yesu Kristo. Mpendwa, ukikutana na Bwana Yesu Kristo utajua kuwa umesimama mbele za Mungu mwenyewe moja kwa moja. Wakati Bwana Yesu Kristo anaweka macho yake kwako, upako wake unahamishiwa kwako na ufahamu wako unafanywa upya na kutiwa nuru mara moja, na utaunganishwa na mambo ya ajabu. Nilipotazama sayari ya dunia, Bwana alisema, napoigawanya dunia katika sehemu 3 ambazo ni uwiano wa wanadamu ambao wataokolewa kupitia ujumbe wako na huduma yako. Bwana alisema, wewe ni mtumishi wakati wa mwisho. Nitatumia huduma yako na wengine kuleta unyakuo wa kanisa. Huduma yako itakuwa ya kinabii ili kuwatayarisha watu wangu kwa ajili ya unyakuo. Wiki chache baadaye nilishawishiwa na Roho wa Bwana kutulia kwa muda fulani kanisani kwa maombi. Kwa sababu hiyo nilianza kutumia muda wangu mwingi kanisani katika maombi. Nilitoka nyumbani kwangu kwenda kulala kanisani kwa maombi, na nilitumia miezi 8 mfululizo katika uwepo wa Bwana. Hayakuwa matokeo ya pendekezo la sauti iliyosikika, bali udhihirisho sahihi wa Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikilala kanisani, baadaye nilijiunga na washiriki wa kanisa langu. Waliguswa na ukweli kwamba nimeiacha nyumba yangu ili kuomba na kulala kanisani kwa miezi mingi. Kisha siku moja asubuhi baada ya maombi kitu kilitokea. Nilikuwa nikizungumza na mshiriki wa kanisa langu, wakati ghafla niliona viumbe watatu wazuri kupita kiasi wakiwa wamevalia mavazi meupe yenye kung'aa sana. Malaika hawa warefu na wenye nguvu walikuwa hawagusi ardhi. Haya yalikuwa ni mambo yasiyo ya kawaida. Malaika wa kwanza alitambulisha kwangu na kusema, mimi malaika mkuu Mikaeli, nafanya kazi katika eneo la vita vya kiroho. Imeandikwa kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao. Zaburi 34 mstari wa 7. Mimi ndiye niliyepiga kambi kuwazunguka wana wa Mungu. Nitakufunulia siri za ufalme wa Lucifer katika vita vya kiroho. Nitakuambia siri za shetani kwa sababu ninamfahamu. Nilikuwa kiongozi wa kikosi kilichompiga kutoka mbinguni. Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9 nasema, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Malaika wa pili alijitambulisha kwangu kama Gabrieli, akaniambia, mimi ndiye niliyemtokea dada yako Mariamu na kumtangazia habari njema ya kuzaliwa kwa Mwokozi. Biblia inasema, Mungu alimtuma malaika Gabrieli mpaka Nazareti katika mji wa Galilaya. Malaika alikwenda kwa bikira aliyeahidiwa kuolewa na mzao wa Daudi anaitwa Yusufu. Jina la bikira huyo ilikuwa ni Mariamu. Malaika alipoingia nyumbani kwake alimsalimu na kusema, umepewa neema na Bwana, Bwana yu nawe. Alishtushwa na kile malaika alichokisema na kujaribu kutafakari nini maana ya salamu hii. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, umepata neema kwa Mungu. Utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume na kumuita Yesu. Huyo atakuwa mtu mkuu na ataitwa Mwana aliye juu. Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi babu yake. Mwanao atakuwa mfalme wa watu wa Yakobo milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Luka 1:26 mpaka 33. Mpendwa, nilipomsikia malaika mkuu Gabrieli akamwita Mariamu mama yake na Bwana wetu Yesu Kristo dada yangu, nilihisi hisia pekee na ufahari.
Kisha Gabrieli akaniambia, mimi ndiye ninayewapa waumini ujumbe katika ndoto na maono. Wakiwa katika usingizi mzito na wafunulia mambo mengi. Kwa kweli malaika mkuu Gabrieli alinifunulia siri 100 zilizomo katika mifano ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha malaika mkuu Gabrieli akasema, tunakuja kwenye makanisa yenu na kwenye nyumba zenu na tunatembea kando yenu, lakini ninyi watu mnashughulika sana na shughuli za kila siku ambazo zimepunguza usikivu wenu wa kiroho. Huwezi kuhisi uwepo wetu karibu nawe na huwezi kuona. Sisi pamoja na kwamba tunakuzunguka kila siku, lakini ukweli kwamba wana wa Mungu wengi wanatuona siku hizi ni dalili kwamba tukio la kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo limekaribia. Nitakufunulia siri za maisha zaidi ya kaburi na mwisho wa nyakati. Malaika watatu wanaonekana tofauti na Mikaeli na Gabrieli. Alijitambulisha kwa jina la Marvelous au ajabu. Alisema, mimi ndiye malaika aliyemtokea mama yake Samsoni. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, wewe ni tasa, huna mtoto, lakini utachukua mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Sasa hakikisha kwamba hunywi divai au kinywaji chochote kilichochacha, na usile kitu chochote kilicho najis. Utapata mimba na kupata mtoto wa kiume ambaye kichwa chake hakitagusa kamwe wembe, kwa sababu mvulana huyo anapaswa kuwa mnadhiri aliyewekwa wakfu kwa Mungu tangu tumboni. Yeye ndiye atakayetangulia kuwakomboa Israeli kutoka mikononi mwa Wafilisti. Waamuzi 13 mstari wa 2 hadi wa 5. Baada ya kukutana huku kwa mara ya kwanza, siku 4 zilizofuata zilikuwa siku za kutembelewa na malaika, kwani kanisa zima liliweza kusikia sauti ya malaika wa Bwana. Katika siku ya 5 ya kutembelewa na malaika, jambo fulani lilitokea. Ilikuwa tarehe 10 Februari 2007 saa 11 jioni. Malaika mkuu Mikaeli ambaye aliahidi kunifunulia siri za shetani na vita vya kiroho alikuja na kunishika mkono wa kulia. Mara yangu ikawacha mwili wangu. Mikaeli alinishika mkono wa kulia. Tulichukua ndege ya haraka. Tulianza kupaa kwa kasi ya mwanga na tukajikuta tuko kwenye anga. Na pale kwenye anga la juu malaika mkuu akaniuliza, je, unajua tunakoelekea? Nilikuwa karibu kujibu aliposema, Lucifer ameitisha mkutano katika mbingu ya pili ambao utaanza baada ya dakika chache. Ufalme wa mbinguni umekuchagua wewe kuwa mwakilishi wao, kushiriki katika mkutano huo na kufunua yaliyomo katika kusanyiko hili kwa ulimwengu. Dakika chache baadaye tulifika katika mbingu ya pili, kisha tukaingia kwenye ukumbi ambao ulikuwa ni ukumbi mkubwa wa mviringo. Mahali hapa palikuwa kati ya mbingu na dunia. Malaika mkuu Mikaeli akaniambia, usiogope wala usifadhaike. Wewe simama tu kando yangu. Lazima uangalie na kusikiliza kila kitu. Umeagizwa kuambia ulimwengu kila kitu unachokiona na kukisikia. Kwa kweli nilipokuwa nikihudhuria mkusanyiko huu katika mbingu ya pili, Bwana Yesu Kristo alikuwa ameingia katika mwili wangu uliokuwa umeachwa duniani na alichukua udhibiti kamili wa hisia zangu. Alikuwa akiwahutubia watu wa Mungu kanisani, huku roho yangu ikihudhuria mkutano huu wa kilele katika anga hewa. Nikiwa nyuma kwenye jumba la mbingu ya pili, niliona ukumbi uliokuwa umejaa pepo wa kila aina na watu kutoka mataifa yote walikuwa wakimngojea mkuu wa ulimwengu huu, Shetani. Mara tulipofika kwenye ukumbi wa mikutano, malaika mkuu Mikaeli akaniambia, hivi karibuni utamwona adui yetu ambaye ni adui yako. Tulikuwa tukielekea juu ya ukumbi huu, wakati ghafla nikasikia mlipuko wa radi. Mlipuko huu ulikuwa ujio wa Lucifer. Ibilisi hakufika kama kila mtu mwingine, bali kwa mlipuko wa radi. Nilimwona Shetani kwa mara ya kwanza tarehe 10 Februari 2007. Mara tu baada ya kutua kwenye ukumbi wa oro, Shetani alijigeuza, na maanisha kichwa chake kiligeuka cha mbwa. Kisha akawaambia washiriki, msishangae na nembo yangu ya kichwa cha mbwa. Nilichukua sura ya mbwa kwa sababu nataka kuwadhihirishia kwamba mimi ni Mungu. Sababu ya kuwaita ninyi leo ni kwamba nimesikia yule mwingine akidai kwamba yeye ni Mungu na kwamba anataka kuokoa wanadamu. Ibilisi na pepo wa kuzimu hawanukuu jina la Yesu Kristo kwa kuogopa athari mbaya. Ibilisi anamrejelea Yesu Kristo kama yule mwingine. Kisha kwa ishara ya mkono, Shetani aliondoa muhuri wa jumba la mviringo
akawafanya wasaidizi kupanda zaidi ya dari ya ukumbi. Niliona wasaidizi wamesimamishwa angani na kutazama sayari ya dunia. Lazima nilifikiri kwamba niliweza kutambua baadhi ya nyuso za wasaidizi. Kisha nikaona Shetani akionyesha sehemu fulani ya dunia. Kwa sababu hiyo tuliona watu wakiendelea na maisha yao katika sehemu hiyo ya dunia. Lakini kwa ajabu, watu wote wenye sehemu hiyo ya dunia walikuwa na vichwa vya mbwa kama Lucifer mwenyewe. Baada ya Shetani alisogea karibu na sehemu nyingine ya kijiografia ya dunia. Tukaona idadi ya watu wa sehemu hiyo ya dunia wakiwa na vichwa vya mbwa. Kisha Shetani akasogea hadi sehemu nyingine ya sayari ya dunia. Na tukaona watu katika makanisa mbalimbali. Tuliona wachungaji, wainjilisti, waimbaji, mashemasi wakiwa na vichwa vya mbwa. Makanisa yalikuwa yamejaa waumini, wahubiri na waimbaji wenye vichwa vya mbwa. Baadaye Ibilisi aliwarudisha wasaidizi wake kwenye ukumbi, kisha akawaambia washiriki, mliona kwa macho yenu 80% ya watu duniani wakiwa na vichwa vya mbwa, ambayo ni nembo yangu. Mliona kwa macho yenu waumini wengi, waimbaji, wahubiri wakiwa na nembo yangu ya kichwa cha mbwa. Wana sura yangu, wanafanana na mimi. Lakini yule mwingine anadai kuwa Mungu Mwokozi wa wanadamu, na 20% tu ya watu wote duniani. Yeye au mimi? Ana 20% tu idadi ya watu wote duniani. Ni nani mwenye nguvu, yeye au mimi? Imeandikwa katika sheria yao kwamba mbwa amerudi kwa kile alichokitapika. Ibilisi aliposema hivyo, nakumbuka kifungu cha Petro 2, Petro wa pili mlango wa 2 mstari 21 hadi 22. Maana ingekuwa heri kwao kama wasingalijua njia ya haki, kuliko kuijua na kuiacha ile amri takatifu aliyopewa. Lakini imetukia kwao sawa sawa na ile mithali ya kweli, mbwa ameyarudia matapishi yake mwenyewe, na nguruwe aliyooshwa kwa kugaagaa matopeni. Kisha nikaona Shetani bado na kichwa cha mbwa wake, alitapika kwenye mimbara yake na kisha akayameza matapishi yake. Kisha akamwambia wasaidizi, ni shukrani kwa uwezo wangu kwamba 80% ya watu duniani ni watenda dhambi na wengi waumini wamerudi nyuma. Mkristo ambaye amerudi nyuma amechukua nembo yangu ya kichwa cha mbwa na sura yangu. Wakati niliona wasaidizi ambao walikuwa wameundwa na mapepo na wanadamu wakipiga magoti kumwabudu Shetani na kumtangaza Mungu. Kisha inasema katika Korinto wa 2:4, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukia nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Wasaidizi walikuwa wakimwabudu Shetani na kusema, wewe ni Mungu kwa sababu 80% ya watu duniani walifanana nawe. Wana sura yako na nembo yako. Wewe una nguvu zaidi kuliko yule mwingine ambaye ana 20% tu ya watu duniani. Wapendwa, kila tunapoishi katika dhambi tunachukua nembo ya Shetani ambaye ni kichwa cha mbwa. Biblia inasema kila atendaye dhambi ni wa Shetani. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa maana Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 8. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazishikao amri zake, heri wazifuatao, wafuao mavazi yao, ili wawe na haki kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji, na hawa waabudu sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Ufunuo 22:13 hadi 15. Ibada ya Lucifer ilipokuwa ikiendelea, mimi na malaika mkuu Mikaeli tulisimama katika mkawa mshazari kwenye mimbari ya Shetani, na kisha Shetani akaanzisha mkutano ambao ungedumu kwa muda wa miezi 4. Alianza kufichua mikakati yake 80 dhidi ya ubinadamu katika kanisa. Maneno yake yalichapishwa moja kwa moja kwenye kitabu kichwapo Trap Striker, ambayo ina maana ya kuweka mtego kwa mtu mpumbavu na asiye na akili. Kusanyiko katika anga ulichukua miezi 4. Kimsingi kila mara Shetani alipokuwa akifunua mkakati, alikuwa anahairisha mkutano huo kwa ajili ya kupeleka mapepo na kutekeleza mkakati huo mpya katika maeneo mbalimbali ya dunia. Na wakati mwingine mapepo yalikuwa yakisafiri katika hewa na kupitia ulimwengu wetu wa mwili. Mkutano ungesitishwa na washiriki wangesubiri kurudi kwao na ripoti yao. Pepo hao walikuwa wakisafiri sehemu nyingi za dunia. Mkutano ungesitishwa na washiriki wangesubiri kurudi kwao na ripoti yao.
Pepo hawa walikuwa wakisafiri sehemu nyingi za dunia ambazo zilikuwa nyakati za usiku au mchana. Walikuwa wakisafiri masafa marefu kwa sekunde moja au dakika chache sana, na walikuwa wakisafiri kwenda nchi, mabara na miji kadhaa. Pia walikuwa wakisafiri hadi ufalme wa baharini, ufalme wa chini ya ardhi na hata anga. Na kila mapepo haya yalikuwa yanasafiri kwenda kwenye ulimwengu. Ilibidi niwafuate ili nione kinachoendelea na jinsi walivyokuwa wakitekeleza mission zao. Niliambiwa mfululizo na malaika mkuu Mikaeli kuwafuata. Matokeo yake nimekuwa kwenye falme nyingi zilizoonekana na Lucifer, na nimekusanya ujuzi wa mbinu na mikakati ya adui. Katika ujumbe huu nitawaletea maneno ya Lucifer kama alivyosema, ili kila mtu aelewe ufalme wa giza kama ilivyoandikwa. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Yohana 8:32. Kisha Shetani akaanza kuwahutubia wasaidizi kwa jeuri. Aliwaambia, nimewakusanya leo kwa sababu tuna mpinzani. Nilimsikia akisema anataka kuokoa binadamu. Ndio maana nimewakusanya leo ili tuzuie hilo lisitokee. Leo nitafikisha mikakati yote ili kuwafanya wafuasi wake wawe dhaifu na wanyonge, ili ufalme wetu ukue duniani. Sheria ya kurudia na kupinga. Kisha Lucifer akaanza kuhesabu na kufafanua mikakati yake ambayo ilikuwa jumla ya point 80. Ibilisi alifichua mkakati wa kwanza ambao aliuita chanjo au sheria ya kurudia na kupinga. Alisema, kupitia mkakati huu tutaweka sheria katika maisha ya Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Kimsingi wafuasi wa Yesu Kristo wana mwali wa moto unaowaka juu ya vichwa vyao, na mzunguko huu wa moto juu ya vichwa vyao unaweza kuharibu, inaweza kuwatenganisha. Kwa hiyo nataka kusisitiza kwamba hupasi kuwa karibu na Mkristo mradi tu pete ya moto inaong'aa na kuwaka. Ni lazima kwanza izimwe ndipo uwe karibu nao. Ieleweke, ukija kuniripoti baada ya kuharibika kwa mwali wa moto, nitabaki sina budi ili kukuangamiza. Usikaribia Wakristo ili mradi moto wao unawaka. Lazima wachunguze na kuwafuatilia kabla ya kuchukua hatua yoyote dhidi yao. Kwa upande mwingine, itakuwa dhahiri kwamba wakati watu hawa wakifanya dhambi, mwali wa moto utazimika. Nuru yao itazimwa kwa sababu ya dhambi. Kwa kweli dhamira yako ni kuwafanya Wakristo waliozaliwa mara ya pili watende dhambi ili kuzima mwali wa moto juu ya vichwa vyao. Pendwa, mwali wa moto juu ya kichwa cha kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, ambao ni nishati ya umeme inayojizalisha ya Mungu. Biblia inasema, nini ni nuru ya ulimwengu katika Mathayo 5:14. Kristo amejaa nguvu za Mungu. Nishati ya umeme na chaji ya umeme kutoka kwa Mungu zinafanya kazi kwenye mfumo wake wote. Ndio maana pepo hangeweza kumkaribia Mkristo anayeishi maisha matakatifu. Kisha Shetani akawaambia wasaidizi wake, lazima mtumie njia ya ufuatiliaji. Ninawaamuru kuangalia hao na familia zao ili kuweka mfumo wa ufuatiliaji karibu na Wakristo waliozaliwa mara ya pili. Msiwafanye chochote dhidi yao kabla ya kupanda kwenye mfumo wa ufuatiliaji. Wakati Mkristo amezaliwa mara ya pili anapotenda dhambi, utaniarifu, kwa sababu hiyo ndio bora zaidi wakati wa kuwashambulia. Kwa msingi huu inabidi uelewe kwamba dhambi ni injili yetu na dhambi itakuwa injili yetu. Dhambi ni utaratibu ambao mwali mkali wa muamini huzima. Na nikaona Shetani akimwagiza pepo wake atoe taarifa kwake kila Mkristo anapotenda dhambi, maana huo ni wakati muhimu wa kumpiga. Nimekuja leo kuwasihi ninyi Wakristo mweke mwali wenu wa moto ung'ae. Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili ana jukumu la kuwasha mwali wake wa moto. Biblia inasema katika Yohana, alikuwa tai wakayo na kung'aa, nanyi mlikuwa tayari kufurahi kwa muda katika nuru yake. Yohana 5:35. Ulimwengu wa Shetani unatamani sana kupata moto wa Kikristo na mwanga kuzimika. Hawezi kufanya lolote dhidi ya muamini maadamu mwali wa moto unawaka na kuangaza. Ni dhambi tu inaozima nuru ya muumini ikiingia ndani yake wakati wa udhaifu. Baada ya kueleza mkakati huu, nilimwona Shetani akiwaita mapepo 4 wasogee mbele, akawapa sindano. Ibilisi akawaambia,
Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili anapokamatwa katika kutenda dhambi, mtamweka chanjo hii itwayo sheria ya kupinga na ya kurudia. Mkristo anapokamatwa katika dhambi, mtamzunguka na wewe utaniita katika sala ifuatayo: Bwana mkuu Lucifer, huu ni mtumia wako ambaye amesikiliza sauti yako na ametii amri na maagizo yako. Njoo ingie ndani ya mwili wake ambao ni hekalu lako. Unaposali sala hii, nitakuja kwa kasi ya umeme na nitaingia kwenye mwili wa muumini huyu na nitampa chanjo ya sheria na ya kupinga na kurudia. Ataanguka mara kwa mara katika dhambi hiyo hiyo, licha ya kufunga kwake, licha ya uamuzi wake wa kuiacha dhambi hiyo. Mwathiriwa ataanguka daima katika dhambi hiyo kwa sababu amechanjwa na sheria ya kurudia. Hata muumini akiungama dhambi yake, lakini anapodungwa sheria ya kurudia atakuwa mtumwa wa dhambi hiyo. Atairudia dhambi hiyo tena na tena, licha ya kujuta kwake, licha ya mapenzi yake ya kufunga na kuazimia kwake. Yohana 8:34, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kisha Shetani akawaambia pepo wanane waliokuwa wamesimama mbele yake, baada ya kumchanja mwathiriwa, mtamfuatilia na kumchunguza Mkristo huyo endapo muumini huyo anahisi hatia na anadhihirisha nia ya kutubu na kuacha dhambi yake inayorudiwa. Na amuru pepo aliyewekwa karibu naye kwa ajili ya kumfuatilia awaite pepo wengine 7. Wakishaunganishwa, wewe kichwa utaniita tena katika sala ifuatayo: Bwana mkuu, huyu ndiye mhanga wako, anataka kukuasi na kutoroka utumwa wako. Wakati huo nitashuka kwa kasi ya umeme, nitaingia mwilini mwake ili kumtikisa. Matokeo yake mwathiriwa atadhoofika na atakuwa na mwelekeo wa kurudi kwenye dhambi hiyo, licha ya nia yake ya kutoroka. Kisha nikaona kioo kwenye mimbari ya Shetani. Ibilisi alifanya maombi ya uzushi. Matokeo yake kioo hiki kilizidishwa. Iligawanywa kwa wasaidizi. Ibilisi akasema, kabla kumshambulia Mkristo ni lazima uhakikishe kwamba anaonekana kwenye kioo. Mpendwa, pepo akija kupigana nawe, anakuja na taarifa ya usahihi na anafahamu vyema hali yako. Ibilisi akawaambia wale wasaidizi, huyo mwenzetu Yesu ameniita mkuu wa ulimwengu huu. Ikiwa mmoja wao atajipenda kwa mambo ya dunia hii, wasifu wake utaonekana kwenye kioo. Baadhi ya mitazamo yao ni yangu, asili kama hasira, uadui, usuda na chuki. Walio katika mambo haya ni wa ufalme wetu moja kwa moja. Lakini kumbuka kujiangalia kwenye kioo kabla ya kufanya chochote dhidi yao. Ikiwa unaonekana kwenye kioo, ina maana wako katika hali fulani ya udhaifu, na udhaifu wao wa dhambi ni asili yangu kushambulia maeneo ya mahitaji yao. Mkakati unaofuata unaitwa need ama uhitaji. Lucifer alisema, lazima tuangalie na kuchambua hisia za Wakristo kwa kuangalia mahitaji yao katika ndoa, fedha na matamanio. Aliendelea, kama umekuwa ukipigana na mmoja wao na ukashindwa kwa sababu ya utakatifu wao na uadilifu, acha tu, bali zingatia ndoa yao. Subiri hadi wanapofikia kuoa. Utafanya kazi ya kuingiza pendekezo katika ndoa zao. Kuanzia hapa, watu waadilifu wataanguka wanapofanya chaguo baya, na tunawafanya waoane na wawakilishi wetu kwa kuchunguza vigezo na upendeleo wao. Lucifer alisema, kwa kuwa tuna makampuni na mashirika mengi duniani, mtawapanga ili waishie kufanya kazi kwenye makampuni na biashara zetu. Wazungukwe na mawakala wetu, watalipwa mishahara kwa fedha zetu tulizoziroga. Warasaini mikataba nasi bila kujua. Niliwaomba mashetani wawape hatua ili waweze kupanua biashara zao. Matokeo yake watakuwa wamejikita kwenye ulimwengu wa vitu. Siku zote Shetani anapigana na ndoa, maana hili ni agano linalofanya watu wawe kitu kimoja katika ndoa. Kuna sheria inaitwa sheria ya muunganiko ambayo inawafanya watu wawili kuwa mmoja. Na Shetani anaipenda ili aweze kuunganisha ngano na magugu pamoja ili kuleta mchanganyiko na mkanganyiko. Hukumu kutokana na maneno yatokayo vinywani vyetu. Waamini wangu wapendwa, niko hapa kuleta maneno kutoka kwa adui sawa na vile nilivyoyasikia katika mkutano wake angani. Nilimsikia Shetani akifunua mkakati mmoja baada ya mwingine. Kisha akafunua mkakati dhidi ya kanisa uitwao hukumu. Alisema,
Wakala wangu wa mapepo, wafuasi na watazamaji wa mapepo, mna jukumu muhimu sana la kutekeleza. Madhumuni yenu ni kuchunguza na kusikiliza kile kinachotoka katika vinywa vya waumini. Itabidi uwe na subira, lazima ufuate. Uwasikilize kwa makini maneno yatokao vinywani mwao. Hakika hawa wanadamu walidai miumbo kwa sura ya mfano wa Mungu, lakini ndivyo tutakavyowafanyia. Tuna mikakati mitano ya kuwahukumu kwenye misingi wa kile kinachotoka katika midomo yao. Mbinu wa kwanza ni wakati wa hasira. Ibilisi aliwaambia waangalizi wa pepo. Mbinu ya kwanza ni wakati wa hasira. Ibilisi aliwaambia waangalizi wa pepo na wafuasi, wakati wa hasira mwanadamu hawezi kudhibiti maneno yao na hawatawali maamuzi yao wala matendo yao. Kwa hiyo ni wakati muhimu wa kukamata maneno yao na kuhukumu. Mpendwa, ni lazima ufahamu kuwa unapokasirika kuna mapepo yametumwa na shetani kukuchunguza na kuyateka maneno kutoka kinywani mwako na maamuzi unayoyafanya. Kwa hiyo unapokuwa na hasira lazima ujifunze kushika ulimi wako. Haupasi kulala na hasira na lazima usamehe. Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi wa hao upendao na watakula matunda yake. Katika Mithali 18:21, Ibilisi atatumia maneno yako kukuhukumu. Wakati wa pili muhimu ni wakati wa uchaguzi. Kwani shetani aliwaambia mapepo yake wahukumu watu wanaotamka neno la upendo. Ukimsikia mwanadamu akimwambia mwenzake wewe ni malaika wangu, malaika wake mlezi lazima aondoke kwenye msingi wa neno lake mwenyewe. Matokeo yake mwenza wake atachukua nafasi ya malaika. Anahukumiwa kwa neno lake mwenyewe. Mtu anaposema nitaoa tu huyu au mwanamke wa aina ile, hii ni serikali ya maneno inamfunga. Anamkaribisha roho wa useja. Mpendwa, watu wanajifunga wenyewe katika maagano kupitia maneno yanayosema kutoka katika vinywa vyao. Inahitajika kufuta maneno mabaya. Kuna maneno unayasema yataharibu maisha yako, kwani yanatekwa na kupitishwa na mapepo. Mbinu ya tatu ni katika wakati wa mateso ya binadamu. Ibilisi aliwaambia mapepo na wafuasi, katika wakati wa mateso na shida, mimi huwasikia wanadamu wakisema, mimi ni mnyonge, mimi bahati mbaya katika maisha yangu, kila anachokifanya hakifanyi kazi. Ibilisi anawaamuru haya ili kutimiza maneno ya sentensi hizo zilizosemwa na wanadamu wakati wa nyakati zao ngumu, kwani wengi walilaani na kujihukumu kupitia vinywa vyao wenyewe, kusababisha waumini kuwa wavivu na wazito. Kisha shetani akafunua mkakati wa ziada ambao utawafanya waumini wawe wazito ili wasiweze kusali na kusoma Biblia na kuhudhuria kanisani, kusababisha waumini kuwa wavivu na wazito. Kisha shetani akafunua mkakati wa ziada ambao utawafanya waumini wawe wazito ili wasiweze kusali au kusoma Biblia au kuhudhuria kanisani. Matokeo yake watakuwa binadamu wa kawaida wasiokuwa na nguvu. Ibilisi alisisitiza kwa washiriki na kusema, msiwaruhusu kuomba, msiwaruhusu kusoma maandiko, msiwaruhusu kwenda kanisani, msiwaruhusu kutoa zaka. Kisha nikaona shetani akiita pepo aliyefanana na Superman. Pepo huyu alikuwa amevaa mavazi mekundu ya blue kama vile ya Superman, lakini shetani alimuita kuwa ni mwanadamu mkuu. Akamwambia, nimekuchagua watembelee wa Kristo nyumbani siku za ibada. Ni lazima ujulishwe kuhusu programu yao ya kanisa saa 5 kabla haijaanza. Utawapulizia moshi wa kibluu. Matokeo atakuwa wazito na watahisi kutokwenda kanisani. Wanajisikia vibaya. Ibilisi akawaambia, futa moshi wako wa rangi ya samawati hata kwenye magari yao. Matokeo yake uharibifu usioelezeka utatokea. Watatafuta sababu ya kutohudhuria kanisa na watakuwa nayo. Lucifer alimwambia yule mwenye nguvu zaidi ya binadamu, utahama kutoka kwenye nyumba moja ya Mkristo hadi nyingine na utapuliza moshi wako wa samawati. Matokeo yake kutakuwa na kuhairisha mambo. Kwa sababu hiyo hawataweza tena kuomba hata kama wataweka saa. Jambo lile kuhusu usomaji wa Biblia, walikuwa na hisia ya kufanya kitu kwa kusherehesha badala ya kwenda kanisani. Mtu anatajwa kuwa chombo cha kuharibu. Kisha shetani akafunua mkakati mwingine unaitwa jina.
Ibilisi alisema, tutatumia majina ya watu kama vyanzo vya kuangamiza. Ni wazi kwamba shetani siku zote anatafuta njia kuharibu binadamu, na aliwaambia mapepo, mtahakikisha kwamba maisha yao yamekuwa majina yao. Wapendwa, katika Biblia Mungu alipowaita watu walibadilisha majina yao. Kama huna jina chanya, ni bora ulibadilishe sasa. Biblia inasema katika Mwanzo 32 mstari wa 28, jina lako hutaitwa tena Yakobo bali Israeli. Nilimsikia shetani akisema roho ya homon, maneno yenye sauti sawa lakini yenye maana tofauti, inaofuatia homonin. Mfano wa homonymum ni popo, kifaa kinachotumika kugonga mpira mamalia anayeruka usiku. Bright inamaanisha smart sana au akili kujazwa na mwanga. Mviringo huchukua fomu ya duara, tangazo la duka. Swala la pili kuhusu jina ni kwamba unapojitaja mwenyewe au mtoto wako kwa jina la mwanafamilia au rafiki asili, mtu huyo anahamishiwa kwako na kwa mtoto wako kupitia mkondo wa jina, na kama kuna mapepo yalikuwa yanamfuata, basi yatamfuata na kuangalia maisha yake. Kazi yao ni kwamba kila jina lako linapoitwa lazima wakubadilishe kuwa jina lako. Kila jina lako likiitwa, watapata maana ya jina hilo kutokea na kutimiza maishani mwako ili uwe jina lako. Kurogwa kwa bidhaa za urembo na usafi. Ibilisi alitangaza mkakati mwingine ulioitwa bidhaa za urembo na usafi. Nilimwona shetani akiamuru mapepo 30 yarudi chini ya bahari, na wakati pepo hawa 30 walikuwa wakitoka kwenye ukumbi wa mviringo wakielekea chini ya maji, malaika mkuu Mikaeli aliniamuru niwafuate. Hii ilikuwa safari yetu ya pili chini ya bahari, na wakati huu shetani aliwatuma mapepo haya kukutana na ving'ora vya chini ya maji ili waweze kubuni bidhaa za urembo na mapambo. Wakati tunatoka kwenye ukumbi wa oro, shetani alikatiza mkutano ili kusubiri kikosi cha mashetani 30 warudishe bidhaa za urembo. Tulipofika chini ya maji, na kama king'ora cha maji ya Mungu wa kike Lamaze, ambaye alijua tayari Lucifer anataka nini, pia angeweza kusoma mawazo ya pepo hao. Kwa hakika kila wakati shetani alipofikiria jambo fulani, anaweza kuhamisha mawazo yake haraka kwa washiriki wake. Ibilisi ana mtandao na umruhusu kuingiza mawazo kwa wafuasi wake. Yesu alimwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani. Alikuwa akishughulika na wazo kutoka kwa Ibilisi ambalo lilihamishwa akilini mwa Petro. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya kazi. Niliona mapepo ya kila aina chini ya bahari. Niliona ving'ora chini ya bahari ambao walikuwa wanawake wazuri sana. Walikuwa warembo kana kwamba walikuwa wakibadilika sura. Nakumbuka majina yao kama vile Alice, Jacqueline, Solange, Lily, Liliane na Juliet. Kisha nikamwona bibi yao mkubwa, malaika wa pwani, akiendesha mchanga chini ya maji na kuwageuza kuwa bidhaa za urembo. Niliona poda, lipstick, losheni, sabuni na vitu vingi. Kulikuwa na tani ya bidhaa hizi za urembo. Niliona king'ora kilichokuwa kinaitwa Juliet kikichapisha sura yake na jina lake kwenye kanga na kuweka kwenye sabuni. Sabuni hii itwa Juliet bado inatumika katika mkoa wetu wa nchi yetu. Unapotumia sabuni hiyo, nguvu ya kutongoza ya Juliet itatumika kwenye muonekano wako ambao ni urembo wa bandia. Na shetani akasema, tutawavisha wanawake maski ya ubaya na uzee ili kuwadhoofisha ndoa zao na kuwafanya waume zao kuwachoka. Mashetani 30 walisafirisha bidhaa hizi za urembo kutoka chini ya maji hadi ukumbi wa mkutano wa mviringo katika mbingu ya pili. Kwa vile ukumbi ulikuwa mviringo, waliwaweka katikati ya ukumbi. Kulikuwa na lipstick, sabuni, losheni, deodorant, harufu nzuri na mengine. Kisha shetani akaanzisha mkutano, na nikatazama shetani akianza kulaani bidhaa hizi za urembo. Ibilisi alisema, tutaeneza harufu za kishetani kwa wanawake au wanaume wanaotumia dawa zetu za kuondoa harufu na manukato. Mara tu jasho lao likichanganyana na deodoranti zetu, watanuka kama baadhi ya mapepo yetu. Kweli mapepo yana harufu zao, na najua harufu hizi. Baadhi ya mapepo wananuka mchanganyiko wa deodorant na jasho. Kisha Lucifer akasema, wanawake kwa kutumia bidhaa zetu watakuwa na urembo wa bandia.
Watakuwa na uzuri wa watumishi wangu, ving'ora na nguva kuwachapishwa usoni mwao. Ni kwa njia hii tutatengeneza washerati duniani. Wakati wanawake wanatumia bidhaa hizi za urembo, watakuwa wasiozuilika. Ibilisi akasema, kila wakati mwanadamu ataonea wivu wanawake hao kwa sababu ya uzuri wa watumishi wangu, ving'ora na nguva. Watakuwa wakistaajabia na kuabudu sanamu za vitu vilivyo chini ya bahari, ambao ni ving'ora na nguva. Kwa kadri shetani anavyohusika, picha za king'ora na nguva kwenye bidhaa za mapambo ni sawa na kujenga taswira ya vitu kutoka chini ya bahari. Nyuso hizi nzuri za king'ora na nguva ambazo zimechapishwa kwenye vipodozi na bidhaa za urembo ni kielelezo cha ving'ora na nguva, kama ilivyoandikwa, usijifanyie sanamu wala mfano kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani au chini ndani ya maji chini ya ardhi. Kutoka 20 mstari wa 4. Sehemu inayohusu wanawake wanaotakasa bidhaa za urembo kwa maombi kabla ya kuzitumia imefutwa. Mtu hawezi kutakasa bidhaa iliyolaaniwa au bidhaa ambayo Mungu anaichukia. Nimsikia Lucifer akisema kwa mara, tupigane, tusipunguze mwendo, tuendelee kufanya kazi ili kuwatenganisha waumini na Bwana wao. Kusahau kwa majukumu matakatifu ya kila siku. Kisha shetani akafunua mkakati mpya uitwao kusahau. Alisema kwa washiriki hao, lazima tufanye kazi ya kuwafanya waumini wasahau wajibu wao mtakatifu wa kila siku. Matokeo yake watakuwa na mafarakano na Bwana wao. Mwalimu wao anatakiwa kuwa msingi wa maisha yao, lakini lazima tufanye kazi ili Mungu wao asiwe tena lengo kuu la uwepo wao. Kwanza tuwafanye wasahau kusali, matokeo yake watakosa nguvu za kiroho. Mpendwa, nilisikia haya kutoka kwa kinywa cha Lucifer. Nilielewa kuwa maombi huwapa waumini nguvu za kiroho, na hata Biblia inasema tuombe bila kukoma katika Thesalonike wa kwanza 5:17. Kisha Lucifer akasema, tazama tuwape kusahau kwenda kanisani kwa kuwachanganyia ratiba za kanisa. Matokeo yake watakuwa bila upako. Kwa maneno haya nilielewa kwamba kuhudhuria kanisa kunawapa waumini upako zaidi, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya Daudi. Tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae kwa pamoja kwa umoja. Kichwa kilichoshuka kwenye ndevu za Haruni, kilichoshuka mpaka upindo wa mavazi yake, hata umande wa Hemoni, na kama umande ushukapo juu ya milima Sayuni, uzima wa milele. Zaburi ya 133 na mstari wa 1. Ibilisi aliendelea na kusema, waache wasahau kusoma Biblia. Kisha shetani akavuta hisia za washiriki na kusema, jihadharini na kitabu hicho, ni cha kichawi na chenye nguvu. Ni lazima wasikisome, la sivyo watakuwa na elimu ya kuwafichua matendo yetu. Ibilisi akaendelea na kusema, wasahau kutoa zaka ili tuweze kuwapora nyumba zao na fedha zao. Tutawapelekea shida na magonjwa na kuwafanya watoke nje ya uwezo wao. Maneno haya nilifanya nielewe umuhimu wa kutoa zaka. Zaka inalinda biashara zetu na fedha zetu. Na maandiko yanasema katika Malaki 3:10-11, leteni zaka zote ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa jambo hili, asema Bwana majeshi, ama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka itasiwepo nafasi ya kutosha kuipokea. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu matunda ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautakuputisha matunda yake kabla ya wakati wake katika shamba, asema Bwana wa majeshi. Kisha shetani akasema tena, waache wasahau sheria yao ili waweze kutenda dhambi. Ni baada tu ya wao kutenda dhambi ndipo tunaweza kuwakumbusha sheria yao ili wawe na hatia. Aliendelea kuacha kusahau kuwajali viongozi kifedha. Kisha shetani akatangaza mkakati mwingine anaoita wa kurithi. Kisha Lucifer akasema, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Kwa maana shetani anauchukia ulimwengu hata akamtoa mwanawe Beelzebul, ila kila mtu angukaye katika mtego wake asiokolewe, bali aangamizwe milele. Kisha Ibilisi anashangaza na kusema, nampenda Beelzebuli kwa sababu ya utume wake. Yeye atanisaidia kuzaa uzao mkuu, familia yangu kuu iko katika kuundwa. Tazama nina watu wengi wanaofanana nami. Wapendwa,
Biblia inasema Yesu aliwataja makuhani wakuu kuwa ni watoto wa Shetani kutokana na tabia zao. Yesu alisema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzifanya. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo anena aliyo yake mwenyewe, kwa kuwa yeye ni mwongo na baba wa huo. Yohana 8:44. Ibilisi akasema, mimi nimetaja kuwa baba waongo, kwa hiyo nahitaji watoto wengi zaidi ambao ni waongo na wanaofanana nami. Ndio maana na kuamuru wewe Beelzebuli mtenge mtu yote asemaye uongo na kuwaweka katika jamaa yangu. Ungesema uongo kwa makusudi katika wakati huo huo unapomshika ili kumleta ndani ya familia yangu. Hakika mimi naitwa baba uongo na waongo na watoto wangu, hata kukiri kwao iwe ni wachungaji, wainjilisi, makuhani, mashemasi, waleteni kwangu kwa kuwa ni watoto wangu. Kisha Ibilisi akamwambia Beelzebuli, wachochee watu wajivune, kwa kuwa mimi ni baba wa kiburi. Kwa hiyo nitakuwa na watoto wengi. Utawachochea watu watende dhambi, kwa maana imeandikwa kwamba nilitenda dhambi tangu mwanzo, na kadri unavyozidi kutenda dhambi ndivyo ninavyowazaa watoto wengi zaidi. Beelzebuli siku zote nimekuwa nikichukuliwa kama mpinzani na adui. Kwa hivyo utahakikisha kwamba ulimwengu wote uko katika dhambi ili wawe wapinzani na maadui wa Mungu, na kadri wanavyofanya dhambi ndivyo ninavyozidi kuwa watoto. Beelzebuli lazima walidharau kanisa na maombi. Lazima wadharau watu wa Mungu, wadharau vitu vitakatifu, wapinge mapokeo na maadili ya Biblia. Wanapaswa kudhalilisha Ukristo. Biblia inasema, wewe Beelzebuli waziri mkuu wangu, nilikuamuru upigane na neno linalohubiriwa katika makanisa ulimwenguni kote. Kwa kweli Lucifer ana serikali ya kimataifa na Beelzebuli ni waziri mkuu wa serikali yake ya kimataifa. Ibilisi akamwambia Beelzebuli, neno linalohubiriwa katika makanisa ulimwenguni kote lisiwe na ufunuo. Mahubiri yao yasiwe na kujengwa. Wahubiri hao wapoteze moto na upako wao, wawekwe mipaka, wazingatie miujiza, wazingatie mafanikio, wazingatie mambo ya kuvutia pekee. Mpendwa, Shetani anataka kanisa lizingatie mambo ya duniani na mambo ya muda. Kisha Lucifer akasema, imeandikwa katika maandiko yao na sheria zao kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Na wakati neno la ufunuo ambalo ni nuru linabadilishwa na vifaa na vitu vyenzo, basi kutakuwa na nuru, haitabaki tena katika maisha haya, bali kutakuwa na giza, na matokeo yake kanisa litakuwa sinagogi langu. Kama wangeendelea na kusema neno la mcha Bwana ameniweka chapa ya kuwa mkuu wa giza, itakuwa kama laana makanisa haya, kama nitakuwa mkuu wa makanisa haya yaliyo gizani, kwa sababu ya neno potofu linalohubiriwa huko. Ibilisi akamwambia Beelzebuli, lazima wakandamize viongozi na wahubiri wao kifedha ili wakose mahitaji ya msingi. Kwa sababu hiyo watakuwa wamelemewa na matatizo na vikwazo. Wataelekeza mawazo yao juu ya jinsi ya kuishi badala ya kutumia pesa zao, muda wao katika maombi. Wapendwa, waumini wanapaswa kujipanga kuwasaidia huduma ili wachungaji waweze kushughulikia neno na kumwepusha na kufanya kazi ili aweze kujitunza. Ndipo Shetani akasema, tuwaelekezee wake za wachungaji ili kusiwe na maelewano majumbani mwao. Matokeo yake wachungaji watakuwa wameshuka moyo na msongo wa mawazo na magonjwa. Ibilisi akasema, tufanye kazi ili tuwapelekee wanawake kwa wachungaji ili wafanye washerati. Matokeo yake watakuwa watu wa kawaida na wa kimwili, na itakuwa wameshindwa kanisa. Kimbieni zinaa. Kila dhambi tendao mwanadamu ni nje ya mwili wake, bali yeye afanyaye zinaa utenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Korinto wa kwanza 6:18. Uzima. Ibilisi alifunua mkakati unaoitwa uchawi. Alisema lengo la mkakati huu ni kukusanya taarifa za waumini. Tunafanya kazi kupitia sekta mbili. Kwanza tunatumia wanyama kama chombo, kisha tunatumia vitu vya sanaa. Kuhusu wanyama, tunatumia wanyama wa kufugwa karibu na binadamu kama mbwa, paka. Tunatumia mbwa na paka kama kamera ili kupata habari kuhusu waumini hawa. Wanyama hawa wataingizwa kwenye uchawi na watakuwa vyombo vyetu. Lazima tusisitize kwamba wanyama hawana roho, lakini miili yao inaweza kutumika kama vyombo. Au Lucifer alisema, tunatumia sanamu
kama vyombo. Kwa kweli sanamu nyingi na uwakilishi wa sanamu wa mabwana uchawi na roho za mabwana hao kaa ndani ya sanamu hizi, na watu wanaponunua vitu hivi na kupeleka nyumbani kwao wanakuwa chini ya ushawishi wa roho wanaoishi katika vitu hivi vya sanaa. Wachawi wanataka kuingia ndani ya nyumba yako kupitia kitu cha sanaa, sanamu au picha. Mabwana hawa wa kiroho maradufu kutumia sehemu ya roho zao kwenye sanamu, na watu wanaponunua sanamu hizi au picha hizi wanaleta uwepo wa kigeni majumbani mwao. Wageni hawa wanawakilishwa kupitia sanamu na wanatazama na kukusanya habari kukuhusu. Kuliweka kanisa nje. Kisha Lucifer akatangaza mkakati unaoitwa kuliweka nje kanisa. Kisha Lucifer alihutubia ukumbi na akasema, hii ndio utume ninawapa ninyi wachawi, ni lazima ujiunge na makanisa na usimamishwe hapo kwa kudumu, na lazima upigane na ukuaji wa kiroho wa kanisa la mahali pamoja kwa gharama yoyote. Lakini ikiwa kanisa hili bado linakuwa, basi usisahau kuhusu mbinu za kiroho. Rejea kwa mbinu za kimwili na kuyaweka makanisa haya kwa ukosoaji na kuendeleza migawanyiko miongoni mwao. Mpendwa, kila kanisa la mahali pamoja linapodhihirishwa na migawanyiko, kashfa, kurushiana maneno, hizi ni dalili za shughuli za uchawi. Ninataka tu kusisitiza kwamba kanisa litakuwa pale tu maono yaliyopewa mtu wa Mungu yatakapotimizwa. Kanisa litakuwa tu kupitia usaidizi wa washiriki ambao wanapaswa kubadilika na kupatana na maono ya mtu wa Mungu, na lazima walete msaada wao na mchango wao wa kifedha. Kisha Lucifer alisema, hebu tuhakikishe kwamba katika kila kanisa moja duniani kuna mchawi angalau mmoja, ili aweze kukusanya taarifa na kuziripoti. Kisha Lucifer akasema, hebu tuhakikishe kwamba katika kila kanisa moja duniani kuna mchawi angalau mmoja, ili aweze kukusanya taarifa na kuziripoti. Kisha Shetani akasema, watumishi wangu wachawi niliowapa makanisani wawe na kiwango kizuri. Lazima uwe na mtazamo mzuri na uwe karibu na wachungaji katika makanisa haya. Ni lazima kukusanya habari kuhusu kila kanisa la mahali kwenye uso wa kanisa duniani. Na kila Jumamosi usiku wa 8 nataka utoe ripoti iliyo na habari kuhusu kile kinachotokea katika makanisa haya ya mahali pamoja. Kisha Shetani akawaambia, kama mkishindwa katika kazi yenu, basi nitawatuma pepo wa kike wa baharini, warahamia juu ya uso wa dunia na watachukua sura ya kibinadamu na watajiunga na makanisa haya. Fanya kazi yako, Ibilisi alisisitiza. Lazima uwe wa kudumu katika vituo hivi vya makanisa. Dhamira yako ni kuleta usumbufu kwa njia ya mazungumzo ya vicheko na utani wa kijamii na uasherati. Lazima uamke mapema kabla ya maombi yao na kuroga mahali pao pasala, ili waombaji wawe wazito na watashindwa kuomba kwa ufanisi. Ibilisi alisema, kwa wachawi inatosha kuloga vifaa vya kanisa. Unahitaji tu kubadilisha wadudu na kupiga moshi wa udhurungi ili kubadilisha anga katika vifaa vya kanisa na chumba cha maombi kama matokeo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nami. Nikushukuru ambaye umefuatilia sehemu hii ya 6 ambayo imekuwa ni ndefu, lakini ndo kwanza ushuhuda huu unaanzia hapa, maana hapa ndipo ambapo anaanzia kutoa siri alizoonyeshwa na Bwana wetu Yesu Kristo katika kikao cha Lucifer, ambacho lengo lake ni kuandaa mikakati la kuliharibu kanisa. Nikusii tu uendelee kufuatilia sehemu ya 7 ambayo itajihusisha na amri ya kwanza ya Shetani, sura inayovutia. Karibu katika Shuhuda za Kweli. Endelea kusubscribe na kuweka notification ili uweze kupata shuhuda zetu pindi tunapoziweka. Mungu akubariki sana.